Tunashauri, ingawa si dhambi, zingatia usioe mwenye umri sawa na wewe. Oa aliyekuzidi umri, uliyemzidi umri, samahani. Yaani mwanaume tunashauri awe mkubwa. Na ndio maana Adam aliumbwa kwanza, akajua mazingira yote. Hawa alipokuja alikuwa anamwambia tu, huyu hapa anaitwa tembo, huyu hapa anaitwa simba, hili linaitwa chungwa, hili linaitwa embe. Kwa nini usioe mwenye umri mmoja na wewe? Kumbuka ya kwamba si dhambi, lakini hatushauri muoane wa umri sawa, kwa sababu sisi wanawake tunazeeka mapema. Na kwa kuwa sisi tunazeeka mapema, mwanaume ukioa yule ambaye mna umri sawa, kuna umri utakapofika huyu mama Mungu alivyoumba, wanavyoendelea kuzeeka, na inategemeana na vyakula, labda hata ajui yale nini, hatamani mahusiano ya mwanaume. Alafu umri huo wa mwanaume ndiye anahitaji sana mwanamke. Kwa hiyo wakikaa ndani ya nyumba hawa watu wawili, huyu anahitaji, huyu hahitaji, mambo hayaendi. Na ndio maana ninyi ni mashahidi, wale wanaohangaika sana na michepuke na mpango wa kando, huwa ni vijana, ni watu wazima. Watu wazima, kwa sababu kule nyumbani mambo hayaendi, na baba hakuwa na urafiki na mke wake. Maana mkiwa marafiki, huyu mama atakusaidia mpaka mzeeke. Na hivyo nakukumbusha we mwanaume kijana, acha ukali, fanya urafiki na mke wako, ndipo maisha yataenda. Lakini pia sisi wanawake tunaonekana wazee haraka, na hasa kama mwanamke hajui yale nini avae nini, utaogopa hata kuongozana naye. Maana mkiongozana ni kama mtu ameongozana na anti yake, na kumbe ni mke wake, utajisikia vizuri. Kwa hiyo wewe angalia, msioane na mtu mwenye umri mmoja. Lakini kumbuka ya kwamba si dhambi, na wala mtu yeyote asinikoti kwamba ni dhambi. Hapana, sio dhambi. We kama unampenda huyo, mchukue kabisa kwa amani vizuri, lakini kumbuka kwamba kuna madhara hayo. Ingawa sio, nimesema sio nini, sio dhambi. Sawa sawa, watu wa Mungu, usije ukasema alikuja hapa mwinjilisti alisema kwamba kufanya hivi na hivi dhambi. Mimi sijasema hivyo. Ninashauri kwamba hatushauri kwamba mtu aoane na mwenye umri mmoja na yeye. Hapana, mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, unakuta kijana bado mdogo, alafu huyu mama anaonekana mtu mzima. Ila sio dhambi. Na hapa ninamaanisha sasa, nikukumbushe wewe ambaye mnalingana na mume wako, jiweke vizuri. Usile kila kitu. Unakula asubuhi wanga tena umejaza mpaka kitambi, unakula mchana umeshiba, na usiku tena wakati wa kwenda kula umeshiba, mama wa watu, kwa raha zako. Kwa sababu kila mtu yuko vile alivyo kwa sababu ya chakula anachokula. Wale wanaotembea na mimi kila mahali juma hili wamejua mimi nakula nini. Si kila kitu unakula, na sio kila mara unakula. Kuna umri hatuhitaji wanga mwingi. Wanga unahitajika kulingana na kazi unayofanya. Sasa wewe unakula tu unakula. Kwa hiyo mume wako mkiongozana anaonekana tofauti na wewe. Hasemi, lakini anajisikia vibaya. Na sasa hiyo kujisikia vibaya, mwisho wake ataanza kuangalia wengine. Hapo nimezungumza, nikomee hapo kwa sababu ya muda. Nimezungumza na kijana, naomba nizungumze na msichana. Olewa na kijana mwenye sifa zifuatazo. Kijana anayempenda Mungu na kumtumainia. Zaburi 125 fungu la kwanza anasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao hautikisiki wakaa milele. Mwanaume anayempenda na kumtumainia Bwana, hata changamoto ikitokea ndani ya nyumba, ana uwezo wa kuhimili kama mwanaume. Sasa huyo ndiye anakufaa mwanangu. Lakini mafungu mengine ni ile tuliyosoma ya Zaburi 128. Olewa na kijana anayemcha Mungu, kwa sababu anayemcha Mungu ni heri, anabarikiwa, nyumbani kwake amani tele, na heri pale nyumbani kwao. Alafu olewa na kijana anayekupenda, sio anayekutamani.
Wanaume wameambiwa wapende, na sisi tumeambiwa tutii. Na hilo tendo la kupenda na kutii linaanza wakati wa kuposa. Mahusiano ya mke na mume yanafananishwa na uhusiano wa Kristo na kanisa lake. Kristo na kanisa lake, Kristo ndiye alilipenda kanisa lake. Aliniona mbali nikiwa kwenye dhambi, akaniambia, Debora, nakupenda. Nikamwambia, Bwana Yesu, hivi nilivyo mchafu? Akasema, nakupenda hivyo hivyo. Kwa hiyo nilipokubali, tendo la kupenda na kutii likachukua nafasi. Binti, olewa na kijana anayekupenda. Kwa maneno mengine, kijana ndiye akupende. Naomba unisikilize hapo kwa makini. Ni hivi, ndoa inaweza kuwa imara tena tamu ikiwa kijana atamuoa mwanamke au binti anayempenda, hata kama yule binti ampendi kabisa. Sikiliza, ndoa zarudi nyuma. Kwa hiyo usipende umbo lake, mpende yeye. Sikiliza, hiki kichwa ni changu, sivyo? Huu mkono ni wangu, na huu mguu ni wangu, na hiki kiwiliwili ni changu. Huyo mimi yuko wapi? Mwishowe jiuliza, muoe huyo mimi huyo. Tumeelewana eh? Huyo anayeitwa mimi, huyo muoe. Usiangalie umbo la nje tu, lakini oa unayempenda. Umpende kabisa, umpende. Kila unavyofanya unampenda yeye tu, lakini si kwamba yeye ndiye anakupenda. Mabinti wangu, olewa na mwanaume anayekupenda, si wewe unayempenda, kwa sababu mwanaume ana kitu cha kufanya ili mwanamke asiyempenda ampende. Hamjaelewa? Yaani wanaume wana kitu cha kufanya ili mwanamke asiyempenda ampende, lakini mwanamke hana kitu cha kufanya kwa mwanaume asiyempenda. Hakipo. Ile tunayosema fanya hivi ni kupalilia penzi ambalo lipo. Kwa hiyo ukimvuta na manati kwa kamba ili akuoe, atakaposhtuka hakupendi, ni hakupendi. Kwani si mnamkumbuka Yakobo? Yakobo alimpenda Raheli. Siku ya harusi akaletewa Lea, sivyo? Hata pamoja na kumuoa Lea bado hakumpenda. Akakubali kutumika tena miaka mingine kwa ajili ya yule anayempenda. Hata wakati Lea anapata watoto, Raheli apati watoto, lakini bado nini kilitokea? Bado anampenda yule yule. Pamoja na kuwa amemzalia watoto wa kiume wengi, bado anampenda yule yule ambaye hana mtoto. Ukimwangalia Eli, je? Ukimwangalia Elkana, nini kilitokea? Alimpenda Hana pamoja na kuwa hana watoto. Penina alikuwa na watoto, lakini bado mapenzi yake yote yalikuwa kwa nani? Mwanaume akipenda amependa. Na mimi mama yenu nilijua hiyo siri. Yule jamaa alikuwa ananipenda sana, na kwa miaka hiyo yote tumeishi ananipenda vile vile, kila siku anazidi kunipenda. Olewa, kubali mwanaume hata kama hana kitu. Niwaambie vitu mnatafuta pamoja. Cha kwanza, olewa na mwanaume mcha Mungu, kwa kuwa Mungu ameahidi kuwabariki wacha Mungu. Usiangalie mali ambazo anazo, hapana, mtazipata wote pamoja. Lakini angalia mwanaume mwenye bidii ya kazi bwana. Mwanaume mvivu hapana. Mithali 19:15, uvivu humtia mtu katika usingizi mzito, na nafsi ya mtu mvivu itaona njaa. Lakini Mithali 26:13, mtu mvivu husema simba yuko njiani, simba yuko katika njia kuu. Mtu mvivu ana visingizio vingi, ana sababu nyingi. Hata ukimshauri, sasa ungefanya basi biashara, sasa mimi nitafanya biashara gani? Mtaa mzima watu wote wanafanya biashara. Ukimwambia basi enda tafuta bustani ulime, sasa mimi nitalima, maji yenyewe shida. Ana sababu nyingi mvivu. Mwanaume mzuri anayejenga nyumba yake ni yule mchapakazi. Unarudi kazini saa 10 na unakaa nyumbani mwanaume mzima na suruali, unaangalia TV, BBC, unabadilisha BBC, CNN, alafu nini tena? Al Jazeera, nini tena? Yaani anabadilisha tu. Mwanaume amerudi tangu saa 10. Umerudi saa 10, unaweza kufanya kazi nyingine, tafuta kazi nyingine, kwa sababu heshima ya mwanaume
Wanasema heshima ya mwanaume ni kazi, ni kuwa na kitu, kuwa na mkate wa kuweka mezani. Hakuna mama anadharau mwanaume wa namna hiyo, hayupo. Kwa hiyo wewe binti yangu, angalia usiolewe na mwanaume mvivu. Lakini angalia, siwe na hasira za haraka. Hasira za haraka zitafanya mvunje nyumba au msiwe na amani. Mithali 29 na fungu la 11 linasema, mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote, bali mwenye hekima huizuia na kuitunza. Mtu mwenye hekima ana hold hasira, lakini lipumbavu linaitoa yote. Akina mama, ila msiseme hapa maana nyumbani mtakoma. Si na nyinyi mmegundua kwamba kumbe kuna wanaume wengi ni wapumbavu Lakini sasa tutafanyaje? Maana kitu kidogo mwanaume anapata hasira. Biblia inasema mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote. Baba, usidhihirishe hasira yako yote, maana mama atakuwa anasema kumbe mume wangu mpumbavu. Mithali 29:22 anasema, mtu wa hasira huchochea ugomvi, na mtu mwenye ghadhabu huasi sana. Hasira, mwambie Mungu aiondoe. Ndoa nyingi, familia nyingi hazina amani kwa sababu ya hasira. Hasira, ghadhabu, kitu kidogo baba analipuka hasira. Hapana. Alafu muangalie kijana asiyegusa kilevi kabisa. Pombe, sigara, bangi asiguse. Usiseme nikiolewa naye ataacha. Ataacha ndio atazidisha. Sikiliza, tunasoma kutoka katika Mithali 20 fungu la 1, mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Lakini Mithali 23:29 anasema, ni nani apigaye yowe? Ni nani aliaye ole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Unamjua ni nani, si ndio? Ni hao waamkao kwenye kilevi. Angalia kijana ambaye ni mwepesi wa kuona kosa lake na kulikubali na kuliacha. Kuna mtu unamwambia kabisa, unamueleza kosa lake na liko wazi, anang'ang'ana, huyo atakutesa. Mithali 28 na fungu la 13 anasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Alafu angalia mahusiano yake na watu yakoje? Mahusiano yake na watu yakoje? Je, anampenda mama yake na kumthamini? Kama ndivyo, atakuthamini pia na kukupenda sana. Kijana anayependa mama yake, huyo mkubali haraka sana. Mwanaume anayependa mama yake huwa anapenda sana mke wake. Lakini ukiona mko kwenye mahusiano na simu inaita, alafu anasema mama bwana msumbufu, kengele hatari igonge kichwani. Ikiwa mama yake aliyembeba miezi 9 amemnyonyesha, ameteseka naye mpaka amekuwa mtu namna hiyo, alafu anasema mama msumbufu, je, wewe wakuja utakuwa msumbufu zaidi. Huyo hakufai. Pangeni mipango yenu ya maisha pamoja. Mfano, mngependa mkioana muwe na watoto wangapi? Hayo mambo ni wakati wa uchumba ndio mnapanga, sio mnaoana hamkupanga, mnashangaa watoto wewe wamefika hao. Hapana. Pangeni kabisa ili muishi kwa furaha. Na pia mpange kabisa, kubalianeni, je, mngependa kuishi na ndugu? Kama ndivyo ni wangapi? Hayo mambo yote muyapange kabisa. Kuna wengine wanaoana tu na chumba kimoja ndio ameanza maisha, alafu wale watu wametoka ushago wakija wanamwachia zawadi ya uncle, huyu atakaa huku asome. Hata wenyewe vidali poa hawajacheza. Jamani, ndoa ikiwa changa, si mnajua wenyewe tamu, mara mnafukuzana, mara mnajificha. Sasa na umeletewa na mtoto wa kuishi naye, hata wenyewe hamjacheza. Hiyo hapana. Kwa hiyo hayo mambo muyapange kabisa. Sio furahieni kwanza ndoa yenu, sio wakati wao mnaanza kuishi na watu. Hapana. Kwa sababu katika Kumbukumbu la Torati 24 na fungu la 5 Biblia inasema watu wakae mwaka. Sasa sisi huku mwaka uwezi, basi jipeni muda wa kufurahiana. Lakini pia usisahau, sambamba na hilo, msioane tu na kupata watoto. Jipeni wakati wa kufurahi, lakini pia jipeni wakati wa kufahamiana tabia. Ujauzito unakuja na tabia ambazo si zako. Unakuta tabia upendi hata kuamka kufanya kazi,
Sasa kama mmeoana tu na tayari umeanza na ujauzito, huyu kijana akirudi kutoka kazini anakuta nyumba haijasafishwa, chakula hakijapikwa, atasema ameoa mwanamke mvivu. Kumbe mwanamke huyu sio mvivu, ila huyu mgeni aliye njiani anayekuja, huyo mgeni ndiye anafanya hayo yote. Lakini kama mmeshaishi utajua kwamba hakuwa hivi, ni huyu mgeni anayekuja. Pale mwanzo, wakati wa kuposana pale, wakati wa uchumba, yale yote usiyoyapenda mwambie kabisa, ayajue kabla ya ndoa. Yaani kabla ya ndoa ajue kwamba wewe hupendi hiki, hupendi hiki. Watu wengi hapo ndipo wanajikwaa. Ananyamaza kimya, anasema we subiri, nikimuoa ndio nitamwambia, nikiolewa naye ndio nitamwambia. Haitendeki hivyo. Unajua uchumba ni mtamu Pale pale ndio mahali pa kusema kitu chako. Unajua wewe, mimi nakupenda, lakini hiki na hiki naona kama kitanikosesha raha. Ataacha haraka sana ili tu asikuudhi. Sawa Alafu mwanaume usisahau uwe kichwa tangu wakati wa kuposa, na nimeshasema. Yaani wakati wa kuposa mwanaume anza kuwa kichwa tangu wakati unachumbia. Kuna watu wanafundisha kwamba mwanaume naye anaweza akaposa. Nimeshasema hapa kwamba uhusiano wa mke na mume unafananishwa na uhusiano wa Kristo na kanisa lake. Ni nani alimwambia mwingine I love you? Ni Kristo, si ndio? Sasa hao wanaofundisha kwamba msichana na yeye anaweza kumwambia kijana na kupenda, naomba unioe, mimi hiyo sijaisoma, sio biblical, kwa hiyo siwezi kuisema. Ya Biblia sio hiyo. Ya Biblia mwanaume ndiye anasema nakupenda. Maana ndio Mungu anasema penda ti. Sasa kama mwanamke ndiye anaenda kumwambia kijana nakupenda unioe, na maana huyu kijana si atii, si ndio hivyo? Tangia hapo akinikubalia ina maana ndio amenitii. Kwa hiyo tukija ndani ya nyumba sasa eti ndio tunabadilishana kwamba sasa mimi sasa nilikwambia nakupenda, sasa umeshanioa, sasa chukua ile nakupenda yako nirudishie na kutii yangu. Hamna. Mtajikuta mambo hayaendi. Nimesema oa kijana, angalia binti mwenye akili zenye akili. Sasa utaniuliza nitajuaje mwenye akili? Utajua tu. Hata mkizungumza mwenye akili unajua. Anaongea vitu vile vya kijinga jinga. Usiangalie kigezo cha elimu. Kigezo cha elimu kiache. Kama ana Yesu, huyo amesoma zaidi ya waliosoma. Kama unataka elimu utamuendeleza baadaye. Lakini ukiona binti ana akili zenye akili, anafaa kuwa mama wa watoto wako. Unavyomuangalia, anafaa kutunza wazazi wako, anafaa kuwa mke wako, mchukue haraka sana. Kumbuka kuanza uchumba na Yesu na pia kuanza ndoa yenu pamoja naye. Tulijifunza habari za Yohana 2. Yesu haendi kwa mtu asipoalikwa. Alika Yesu. Hata wakati wa kuposa mualike Yesu. Yesu alialikwa, hakwenda tu. Kwa hiyo hakikisha unafanya nini? Unamualika. Alafu naomba niseme na kitu hiki, vijana, kuna kitu hiki kinaharibu ndoa pale mwanzo. Ndoa inakuwa si takatifu pale mnapoanza kuwezeka nyumba kabla ya kuweka msingi na kuweka kuta na kujenga kuta. Ulishaenda kwenye kiwanja chochote cha nyumba ukakuta mtu amewezeka bati chini? Si hapana, utamwona huyu mtu mwehu. Lakini watu wengi ndivyo wanavyofanya. Wanakutana na kufanya mambo ya wanandoa kabla ya ndoa yenyewe. Vijana, hiko ni kitu hatari. Ndio maana inaitwa tendo la ndoa. Ni kwa wanandoa tu. Oaneni kwanza ndipo mfanye hicho kitu. Watu wengi hilo jambo hawajali. Wanakuja hapa mbele wamevaa suti na shera, na mchungaji anasimama anasema, Baba wa mbinguni, tunakushukuru maana vijana hawa wamekuheshimu mpaka leo wamekuja mahali hapa, na wala hawakumheshimu Mungu. Na wauliza, hilo neno analotamka mchungaji ni laana au ni baraka kwao? Ni laana. Unajua kuna kitu cha ajabu. Ikiwa wewe unataka kuanza mambo hayo mapema, si wende ukamuulize Yusufu. Yusufu alikuwa na Mariamu.
Na Biblia inasema kabisa katika Mathayo 1:18, tutajifunza siku nyingine nitakapokuja. Mathayo 1:24, hakumjua mpaka alipozaa mtoto wake. Na unajua wanaume wa zamani walikuwa na nguvu kwa sababu walikuwa wanakula vyakula. Sasa wewe kijana, nguvu zenyewe ni za shida hizo. Unataka kuzimaliza kabla. Si usubiri tu wakati wa ndoa babu mwanangu. Hebu basi subiri mpaka wakati wa ndoa. Hiyo ndoa itaharibika. Tunasoma Zaburi 11 fungu la 3. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Usiharibu msingi. Anza na Yesu. Siku ile ya ndoa ifike, mwende mkafunge ndoa. Muanze usiku wenu wa kwanza mkiwa mmemwalika Yesu. Waebrania 13 fungu la 4 anasema, ndoa na iheshimiwe na watu wote, na marazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Anayeheshimu ndoa wa kwanza kabisa ni wewe mwenye ndoa. Kama mwenyewe hujaiheshimu, nani ataiheshimu? Heshimu ndoa yako kwa kuwa mtakatifu. Halafu niwakumbushe jambo moja. Watu wanaweza wakavunja hiyo misingi na wakaanza kuishi pamoja kama mke na mume. Wanapoanza kuishi pamoja kama mke na mume, hawa watakuwa wanafanya kitu gani? Uasherati, si ndio? Alafu wanakuja wanaomba ubatizo na pastor unawabatiza. Unabatiza hawa, wanarudi tena kufanya uasherati. Hujabatiza kitu, wameoga. Na hapa wakina baba wengi na waonea huruma, kwa sababu wanawake tuna ushawishi mwingi, na polepole bila hata kupanga unakuta nimekuvuta na unaishi maisha mimi ninayotaka. Wakati wa chakula mimi ndio nataka. Aina ya vyakula gani mimi ndio nataka. Kanisani tunaenda saa ngapi mimi ndio nachelewa, mimi ndio nataka. Unajikuta kwa hiyo usipooa mwanamke mcha Mungu, utashindwa, utaumia mbele ya safari. Niwatie moyo wale ambao wana ndoa tayari na wanaona kuna mahali hapaendi, usijali. Muite Bwana Yesu, naye ni mwaminifu, atakusaidia. Jioni ya leo, vijana wetu wa kiume na wa kike, neno la Mungu limesema usifungiwe nira na asiyeamini. Nami jioni ya leo ninamuomba Baba wa mbinguni, ikiwa kuna binti, kuna kijana ana mahusiano na mtu asiyeamini, Bwana alete mafarakano na wakaachane, akapate anayeamini mwenzake.